Alhamisi asubuhi na wenyeji wa kijiji cha Wendiga katika kaunti ya Nyeri wakaamkia tukio ambalo limewaacha vinywa wazi. Kwao binadamu wamegeuka na kuwa wanyama. Kilichotukia hapa kikiangazia jinsi Morris Gituma Mutegi, Mkenya halisi mwenye umri wa miaka 22, alivyomgeukia mpenziwe Caroline Gatwiri Kinyua mwenye umri wa miaka 21 na kukatiza maisha yake. Saida mimi nilisikia na kanegene kidogo, nilikuwa ni waizi ya ng'ombe, nikakuja kwa dirisha yangu, nikatoa kitambaa inaangalia, ninaona huyu ni Morris na bibi yake, inasikia Purukushani kati ya wapenzi hao ilionekana kuwavutia majirani. Mama alikuwa mgeni, hajawahi kuja hapa tena. Alimuangusha hapa sababu mimi tukiamka tulimkuta hapa. Kamulika tukakuta mama ni kubleed tu, alikuwa amebleed. Juhudi za wenyeji kutaka kumwokoa mama marehemu ziliambulia patupu kutokana na hofu ya kukabiliwa na mwanamume huyo ambaye sasa alikuwa amegeuka kuwa mnyama. Hakuna mtu alitaka kumkaribia sana. Sasa hiyo kijana amerudi wapi? Kwa nyumba yake. Baadaye sasa ndio kijana alitoka na mtoto huko, akakuja wapi? Mahali mama yake alikuwa amelala. Hapo ndio sasa alianza kumkatakata na panga. Ametoka huko na mkuki. What they suspect is that he could have been given something which was unable to control more so, like something like a drug. Because the act itself, it was not human, it was inhuman. La kushangaza ni kwamba mwana wa familia hii mwenye umri wa miaka 2 pia naye kwa sasa angekuwa ni marehemu iwapo hangeliokolewa na majirani, hasa baada ya kushuhudia hayo yote. Alianza kumkatakatia hapa na kunywisha hiyo mtoto damu, baadaye akafuruta hiyo mama akampeleka pale. Sisi hakuna mtu angewahi kumkaribia sababu alikuwa amekuwa kama wazimu. Ni kisa kilichotokea mwendo wa saa 5 usiku, na baada ya polisi kufika asubuhi ya leo, maiti ya mama huyo ilipatikana haina kichwa, huku vipande vikiwa vimetapakaa na wengi kujiuliza ni yepi yaliyojiri, huku mtu huyo akipatikana pia akiwa amefariki. The suspect who was also beaten to death by the members of the public. Kwa sasa mili imehifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Nyeri, huku polisi wakiendelea na uchunguzi. Andas Ihachi, Citizen Nipashe.